mamia na hivyo. Sasa nadhani tukijibu hilo sasa itakuwa ni mapema mno, kwa sababu baada ya hapo ndo tutaenda kutengeneza hiyo sharing agreement na itaonyesha mapendekezo ya BMT yameonekana, na hapo mapendekezo mengine yametoka katika vyombo na taasisi nyingine tofauti. Hata sisi wanachama wa Simba nao vile vile tuko na mapendekezo yetu. Bahati nzuri sana sisi wawekezaji wetu ni wana Simba na upande wa klabu ni wana Simba, kwa hiyo hakuna shida. Hilo kwangu mimi naona ni mapema sana kuweza kulizungumzia, kwa sababu tutakwenda mbele ya makubaliano ambayo tutakuja kuyafikia. Ila kwa mkataba tuliokuwa nao awali tulikuwa lazima tutengeneze special purpose vehicle ambayo ingeweza kufanya haya ambayo tumeweza kuyafanya. Waandishi ambao ndio mnawataarifu umma, hamjawahi kuzungumzia kwenye transformation hii ambayo Simba iliingia na mwekezaji kwa kipindi cha kutokea mwaka 2017 mpaka 2025, kutoka kwenye timu ambayo ilikuwa unranked mpaka kuja kuwa ranked namba 5. Haya ni mabadiliko makubwa sana, lakini pia hamwangalii mifano ya timu zingine na katiba zao ambazo zimesajiliwa na mpaka leo hakuna chochote ambacho wamefanya na wanaendeshana kisultani tu, hamwaulisha. Sasa sisi tunachoweza kuahidi kwamba tutatoa mashirikiano ya kutosha kwa umma kuelewa sasa hivi mwenyekiti wa bodi atakuwa ni nani na anatokaje. Wala usizungumzie habari ya jina langu. Mimi ni binadamu, naweza nikafa leo, anaweza akaja mtu mwingine, akaja mtu mwingine na mtu mwingine. Wala hatuna ugomvi. Kwanza kwenye kikao sisi tunapokaa huwa wala hatuangalii nani anatoka wapi, na hakuna mwenye mamlaka, kwa sababu pale hatufanyi wrestling. Maana ingekuwa kama tunaenda kwenye mieleka kweli, ingesema mtu kama Magoli mimi nakabiliana naye. Lakini pale tunazungumzia hoja. Zinakuja hoja ambazo zimeandaliwa kutoka kwenye management na zingine ambazo zimetoka kwenye kamati zetu mbalimbali, tunazijadili na tunafikia maamuzi ambayo yatakuwa ni kwa manufaa ya maendeleo ya club na timu yetu.